Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Mkuu wa majeshi JWTZ kikaangoni Tanzania baada ya tume ya uchunguzi kuweza kufanya tukio hili siku ya leo. Tume ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba sasa yaingilia jeshi la JWTZ la Tanzania katika harakati za uchunguzi wa waliohusika au kusababisha machafuko yaliyopelekea vifo nchini Tanzania mnamo Oktoba. JWTZ sasa kuhojiwa maswali mazito. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Uchunguzi wa kitaifa kuhusu machafuko yaliyotokana na uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania umeingia katika hatua nyeti na yenye matokeo yake. Hata hivyo, kwani tume ya uchunguzi sasa imelishirikisha rasmi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kama sehemu ya mchakato wake wa kutafuta ukweli wa machafuko na vifo vilivyotokea. Hatua hii inaashiria kupanuka kwa kiasi kikubwa kwa wigo wa uchunguzi huo, hivyo kuashiria kwamba watendaji wote wa usalama wa serikali waliohusika katika kudumisha utulivu wakati na baada ya uchaguzi mkuu sasa wanachunguzwa, huku nchi ikitafuta majibu juu ya vurugu zilizosababisha vifo, majeruhi na hofu kubwa nchini Tanzania. Mnamo Disemba tarehe 30 mwaka 2025, tume hiyo ya uchunguzi ilikutana na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania JWTZ Jenerali Jacob Mkunda katika kikao cha ngazi ya juu kilichohusu majukumu ya jeshi la Tanzania katika kipindi cha uchaguzi na machafuko ya Oktoba. Mazungumzo hayo yalisisitiza umakini ambao tume hiyo inakaribia majukumu yake na kusisitiza kwamba hakuna taasisi isiyoweza kufanyiwa uchunguzi pale ambapo masuala ya usalama wa umma Tanzania, matumizi ya nguvu na wajibu wa kikatiba yanahusika. Majadiliano hayo yalihusu kuelewa jinsi JWTZ ilivyotafsiri mamlaka yake katika kipindi cha uchaguzi na maandamano, hasa katika hali ambapo machafuko ya wenyewe kwa wenyewe Tanzania yaliongezeka na ambapo vikosi vya usalama viliwekwa ili kurejesha utulivu mitaani. Wachunguzi walitafuta ufafanuzi kuhusu michakato ya kufanya maamuzi, miundo ya amri na uratibu kati ya jeshi na mashirika mengine ya usalama wakati wa mvutano huo ulipoongezeka. Hata hivyo, tume hiyo iliweka wazi kuwa lengo lake si la kutoa adhabu kwa kushindwa, bali ni uchunguzi wa kimaumbile unaolenga kubaini chanzo cha machafuko na vifo na kubaini pia kama vitendo vya kitaasisi au kutokufanya makosa vilichangia kupoteza maisha kwa Watanzania wengi. Katika muktadha huu, mkao wa utendaji wa JWTZ, kanuni za ushiriki na uzingatiaji wa mipaka ya kikatiba uliunda sehemu muhimu ya maswali. Hata hivyo, Jenerali Mkunda wa JWTZ Tanzania alijibu kwa kudhibitisha nia ya jeshi la Tanzania kushirikiana kikamilifu na uchunguzi huo, akisisitiza kwamba JWTZ bado ni taasisi ya kitaaluma ya kitaifa Tanzania iliyojitolea kulinda amani, uhuru na umoja wa wananchi wake. Alisisitiza kuwa jeshi linafanya kazi chini ya mifumo mikali ya kisheria na alifanyi kazi bila kutegemea mamlaka ya kiraia. CDF huyo alieleza zaidi kwamba ushiriki wa JWTZ katika kipindi cha uchaguzi uliongozwa na hitaji la kuzuia kuongezeka kwa vurugu ambazo zingeweza kutishia utulivu wa kitaifa nchini Tanzania mnamo Oktoba. Kulingana na maelezo yake Jenerali Mkunda, hatua za jeshi zilikuwa za kujihami na kuunga mkono ili kuleta amani iliyoundwa kusaidia mashirika mengine ya usalama katika hali ya kushangaza badala ya kuchukua nafasi ya utekelezaji wa sheria za kiraia. Licha ya uhakikisho huu, tume hiyo iliendelea na uchunguzi wa kina, ikichunguza kama kuwepo kwa jeshi la JWTZ kunaweza kuzidisha hofu miongoni mwa raia au kuathiri mienendo ya maandamano na hatua za kupinga. Wakati huo, wachunguzi walitaka kuelewa jinsi maamuzi ya kupeleka yalifanywa na kama mbinu mbadala zisizo na nguvu ziliweza kuzingatiwa. Uangalifu hasa ulitolewa kwa madai kwamba nguvu kubwa inaweza kuwa ilitumika katika maeneo fulani wakati wa machafuko na kusababisha vifo vya raia. Ingawa hakuna hitimisho lililotolewa wakati wa mkutano huo, tume hiyo ilisisitiza kuwa uwajibikaji na uwazi ni muhimu katika kurejesha imani ya umma, hasa pale ambapo maisha ya watu yalipotea.
Uchunguzi huo pia ulichunguza muktadha mpana wa ambapo jeshi lilitumwa, ikiwa ni pamoja na tathmini za kijasusi wakati huo na kiwango cha tishio kinachoonekana kukabili serikali. Kwa kuunda mpya masharti haya, tume inalenga kubainisha kama majibu yalikuwa sawia na yanafaa chini ya mazingira hayo. Ushirikiano huu na JWTZ unawakilisha mtihani mkubwa kwa mahusiano ya kiraia na kijeshi nchini Tanzania, kwani unaonyesha matumizi ya uangalizi wa kiraia juu ya taasisi za usalama. Waangalizi pia wanaona kwamba uchunguzi kama huo, ingawa ni nyeti sana, ni sehemu muhimu ya utawala wa kidemokrasia na utaratibu wa kikatiba. Tume hiyo ilikariri kuwa kazi yake inalenga kubainisha udhaifu wa kimfumo na kupendekeza marekebisho yanayoweza kuzuia majanga kama hayo katika siku zijazo baadaye nchini Tanzania. Hii ni pamoja na kupendekeza miongozo iliyo wazi zaidi ya uendeshaji, uratibu ulioboreshwa kati ya mashirika ya usalama na ulinzi thabiti zaidi na haki za binadamu wakati wa shughuli zinazohusiana na uchaguzi. Wakati habari za mkutano huo zikienea, hisia za wananchi zimekuwa zikitofautiana, huku baadhi ya wananchi wakikaribisha kuingizwa kwa JWTZ katika uchunguzi huo ikiwa ni ishara ya umakini, huku wengine wakiendelea kuchukua tahadhari, wakihoji iwapo mchakato huo hatimaye utaleta uwajibikaji wa maana. Hata hivyo, viongozi wa serikali sasa wamewataka watu kuwa watulivu na wavumilivu wakisubiria majibu, wakisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea na mahitimisho yatatokana na ushahidi badala ya kubahatisha. Hata hivyo, pia wametoa wito kwa wananchi wa Tanzania kushirikiana na mamlaka na kuepuka vitendo vinavyoweza kuibua mivutano wakati mchakato huo ukiendelea. Hata hivyo, sasa jeshi la JWTZ pia litaweza kuhojiwa wakati wowote na tume hiyo ya uchunguzi iliyoweza kuteuliwa na Samia Suluhu kuchunguza vifo na machafuko yaliyoweza kujiri wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi katika maandamano yaliyoendeshwa na vijana wa Gen Z nchini Tanzania. Licha ya wakosoaji na wapinzani kuweza kuikataa tume hiyo ya uchunguzi na kusema ya kwamba itaweza kupendelea upande mmoja ambao wanadai kwamba itapendelea upande wa serikali, tume hiyo sasa hivi imejizatiti na kujitolea kuonyesha kwamba haiegemei upande wowote, baada ya kuweka wazi ya kwamba itaweza kuchunguza hadi jeshi la JWTZ na jeshi la polisi, na pia kuchunguza wale wote ambao walikuwemo au walitumwa kuleta amani katika machafuko ama maandamano ya Oktoba baada ya uchaguzi. Tume hiyo pia imedokeza kuwa mashirikiano zaidi na taasisi za usalama, mashahidi na jamii zilizoathiriwa yatafuata, na pia kupendekeza kuwa uchunguzi haujakamilika. Kila hatua, maafisa wanasema, inakusudiwa kujenga picha kamili ya kile kilichoharibika na jinsi ya kuzuia kutokea tena tukio kama hilo. Katika muktadha mpana wa kitaifa, kuhojiwa kwa JWTZ sasa kunaonyesha uzito wa machafuko ya Oktoba na azma ya kukabiliana na maswali yasiyofurahisha kuhusu mamlaka ya serikali na wajibu. Pia inaangazia utata wa kudumisha utulivu katika nyakati zenye mashtaka ya kisiasa bila kudhoofisha uhuru wa raia. Wakati Tanzania ikiendelea na juhudi za kurejea katika hali ya utulivu, matokeo ya uchunguzi huu yanatarajiwa kuchagiza sera za siku zijazo za usalama, usimamizi wa uchaguzi na imani ya umma kwa taasisi za serikali. Kwa sasa lengo linabakia kwenye kazi ya tume na uwezo wake wa kutoa maelezo ya kuaminika ya uwazi ya matukio ambayo yaliacha alama ya kudumu kwa taifa la Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kuweza kukuandalia katika taarifa ama video hii siku ya leo. Nikitamatisha habari hizi, ningekuomba kwa moyo mkunjufu nijuze maoni yako upande wa comment section. Je, una lipi la kusema kuhusiana na tume hii ya uchunguzi? Je, una imani nayo? Na je, unadhani matokeo yatakuwa ya maana? Na kuacha uwanja wa comment section. Vile kumbuka kulike video hii na usubscribe. Ukifanya hivyo utakuwa kwanza kila siku kupokea habari zetu. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.